Jaji, naona kama Rais Uhuru Kenyatta bado hajastaafu siasa. Hivi Wajaluo wa Kenya wanafaa kumwamini Uhuru Kenyatta awamu hii? Baba yake Uhuru Kenyatta, Jomo Kenyatta, alihisi kwamba Tom Mboya anapendwa kuliko yeye na labda atakuwa rais, akaamuru ile Jaluo lichapo risasi na mtu anaitwa Nashon Njenga mwaka 69. Jaramogi ya Juma Odinga, wazungu wa koloni walitaka kumpa yeye uhuru. Walimwambia wewe ni mjamaa ndio, lakini chukua. Jaramogi ya Juma Odinga alichukua madaraka kwenye sahani ya pilau, akaenda akampa Jomo Kenyatta gerezani. Yaani Jaluo akachukua madaraka anayopewa na mzungu, akaenda akampa mfungwa aliyoko jela Kapinguri. 63, 64 alidumu yeye akiwa makamu, 65, 66 Kenyatta akaanza kumgeuka. Alimtumia nani? Alimtumia Jaluo Tom Mboya kumsaliti Jaluo mwenzake Odinga. Alimwambia Tom Mboya, alimwambia wewe genius, hebu fikiria kitu hapa. Tom Mboya akamwambia tummalize Jaramogi Odinga tufanye kitu kimoja. Kenya ni mikoa mingapi? 8. Kila mkoa uwe na makamu mwenyekiti wa chama taifa. Maana yake ni kwamba tutakuwa na makamu mwenye viti wa chama taifa 9. Kutokea hapo tutakuwa tumemmaliza. Ndio alifanikiwa. Baada ya hapo 69 wakashindwana, akamweka rafiki yake chini ya kizuizini nyumbani. House detention. Mtu aliyekuwa apewe madaraka na wazungu akakupa. Tom Mboya na wewe uliyemsaidia Jomo Kenyatta kummaliza kisiasa mzee Odinga, kilichokuta ulichapwa risasi, umetoka Addis Ababa Ethiopia ukiwa waziri wa mipango na uchumi wa Uhuru wa Jomo Kenyatta. Na leo yuko na sanamu lako pale Tom Mboya Street. Wakikuyu alikula kiapo kilichokuwa kimesanganywa mpaka na kinyesi Gatundu nyumbani kwa kina Jomo Kenyatta, baba wa taifa la Kenya. Martha Karua huwa anasema naye alihudhuria hicho kiapo, ila alikuwa ni binti. Kwenye kile kiapo Gatundu Wakikuyu waliapa hivi, kama isitokee siku Mjaluo akaja akaongoza Kenya. Raila Odinga alimwachia Mkikuyu. Kibaki alikuwa ameumia 2002. Moi alimtengenezea bonge ya mzinga ya ajali. Alikuwa kwenye wheelchair. Watu baadhi ndani ya chama kile cha NAK akina Ngilu walimwambia Odinga, jamaa ashakuwa mlemavu, atachelewa kupona. Chukua usukani, utuongoze, uende ukachukue urais. Ni muda na nyinyi pia Wajaluo muenjoy. Odinga alisema hapana, captain ameumia, mimi nitaendelea. Odinga alimfanyia Kibaki kampeni, akijua atakwenda kuwa makamu wa Kibaki 2002. Serikali ilipoendwa aliishia kuwa waziri. Makamu wa rais Profesa Joseph Saitoti. Odinga akachukua watu wake wakahama. Uchaguzi wa 2007 ni yeye na Kibaki. Akaibiwa. Odinga akakubali kuwa waziri mkuu. Alichukua urais nani pale ameiba? Mkikuyu. Hakuna vitu ambavyo Odinga hakufanya kumsaidia Kenyatta 2018 mpaka 2022. Odinga aliahidi kumpa